Shikamoo, mimi ni Profesa Dr. R.A. Pandiraj Fats, mshauri mkuu wa upasuaji hospitali za Apollo. Sasa nitazungumza nanyi kwa kifupi kuhusu bawasiri. Kwa lugha ya kawaida inaitwa pillars. Tazama, kila mmoja wetu binadamu anaweza kupata bawasiri kwa sababu sisi sote tunatembea kwa miguu miwili. Tunasimama kinyume na mvutano wa ardhi. Lakini wanyama kama tembo, farasi, ng'ombe hawapati bawasiri kwa sababu wao wapo sambamba na mvutano wa ardhi. Na pia kitu kingine kinachosababisha bawasiri ni kukosa choo, constipation. Kwa hiyo unapoongeza shinikizo zaidi wakati wa kujisaidia, mishipa ya damu mwishoni mwa haja kubwa ambayo ina hisia za kutambua kama unapita gesi au kinyesi hujaa, na mishipa hiyo huvimba na kusababisha bawasiri, yaani hemorrhoids. Tuna daraja tofauti: daraja la kwanza, 2, 3, 4. Yule haonekani ndani. 2, mgonjwa anasema anatoka nje. 3, inatoka. Mgonjwa lazima aingie ndani kwa shida. Wakati huo wagonjwa 2 na 3 pekee huja kwetu. Kabla ya hapo wao ni wajinga. Hivyo malalamiko makuu ya bawasiri yatakuwa ni kutokwa na damu, kupitisha uvimbe, yaani nyama nje ya haja kubwa, au wakati mwingine watakuja na maumivu pia. Kwa sababu hiyo ni tatizo la mwisho la bawasiri, ambapo bawasiri hupasuka na kuleta hematoma. Inaitwa hematoma ya perianal, au bawasiri hutoka na kunasiana. Inaitwa bawasiri iliyoganda damu. Hivyo hizi ndizo dharura wanazokuja nazo. Kwa hiyo ni bora kujishughulikia mapema. Dawa za hatua za awali na kubadilisha tabia zao za choo zitasaidia. Mara wanapofikia hatua ya 2 hadi ya 3 na ya 4, inahitaji ushauri wa daktari wa upasuaji. Tuna chaguzi mbalimbali za matibabu. Tutajaribu njia za kawaida kwanza. Ikiwa itashindikana, tutamshauri mgonjwa afanyiwe upasuaji. Tazama, upasuaji wowote, iwe ni wa kisasa au wa zamani, lazima mgonjwa abadili tabia zake za choo. Kama wana choo kigumu, hata wakifanyiwa upasuaji au chochote haitafanikiwa. Kwa hivyo, jambo kuu ni kumfundisha mgonjwa jinsi ya kudhibiti matumbo yake. Kwa hivyo nitatoa utangulizi mfupi wa upasuaji wa hivi karibuni. Moja ni upasuaji wa wazi, ambapo tunafanya Milligan Morgan, hiyo inaitwa sisi kukata na suture yake. 2, tunapaswa kusonga mbele. Ikiwa mgonjwa hataki upasuaji, tunaenda kwa kihafidhina katika hali isiyovamizi au bila ganzi. Tunafanya baadhi ya taratibu kama mgonjwa wa OP. Inaweza kuwa ni kuweka bendi au kutumia mionzi ya infrared kwenye bawasiri, au mimi hufanya sana sclerotherapy, kuweka dawa ya sclerosant kwenye bawasiri, ambayo itakuwa ni hatua ya muda mfupi, sio suluhisho la kudumu. Lakini kama mgonjwa ana damu, maumivu au uvimbe unatoka, haya yote yatadhibitiwa na njia hizi. Njia ya kudumu ni upasuaji. Upasuaji wa kisasa ni kutumia stapler, unaitwa stapler hemorrhoidectomy, ambao tunaufanya pale. Jambo lingine ni kutumia Hals, ambayo ni mfumo wa kufunga mishipa ya damu ya bawasiri. Tunatambua mshipa kwa kutumia Doppler na kuufunga kwa kushona ili mshipa unaolisha bawasiri ushikwe. Sasa ya kisasa zaidi ni kufanya laser hemorrhoidopathy, ambayo inasaidia sana. Kwa hiyo mgonjwa, angalia hizi 2 za mwisho ambazo ni stapler, Hals na pia laser yetu. Faida ya hizi ni kupona mapema na mgonjwa hatakuwa na maumivu makali baada ya upasuaji. Moja ya mambo makuu ambayo wagonjwa wanaogopa kuhusu upasuaji wa bawasiri ni kwamba baada ya upasuaji wanapata maumivu kwa angalau wiki 2 kwa sababu ya eneo lililo wazi. Isipokuwa eneo hilo lililo wazi lipone, maumivu hupungua taratibu. Lakini hizi njia za kisasa zote hupunguza maumivu, hivyo wagonjwa wanakuwa na faraja. Kwa hivyo hii ndiyo ya hivi punde. Kwa hiyo ikiwa unaweka matumbo yako mara kwa mara na kula nyuzi nyingi za juu na kuepuka kuvimbiwa, unaweza kuepuka pillars. Asante.